Imepita miaka 107 sasa tangu dunia ilipopata pigo lisilosahaulika, pale bahari ya Atlantic ilipomeza meli ya Titanic. Ikawa ni msiba wa dunia. Kila mtu alishangaa. Si dunia nzima iliamini kuwa kwa miujiza yoyote ile meli ya Titanic haiwezi kuzama. Hivyo ndivyo ilivyokuwa ikiaminika. Titanic ilikuwa kubwa mno. Ilikuwa ndio meli kubwa zaidi ya kusafirisha mwanadamu kuwahi kutengenezwa juu ya uso wa dunia. Ilikuwa ni meli ya gharama kweli kweli, kiasi ilifananishwa na hoteli za kitajiri za huko duniani ambako mimi na wewe hatujawahi kuingia. Watu wenye akili zao bwana walitulia karibu miaka 3 kuisuka meli ya Titanic. Binadamu wakaamini sasa Titanic na kuitaja kama ni mojawapo ya maajabu ya dunia. Wakaipa jina la Titanic ambalo ni jina la miongoni mwa miungu ya Kigiriki. Haikutosha, wakaibatiza jina la The Unsinkable, yani meli isiyozama. Basi bwana, April 10 mwaka 1912, ikiwa na umati wa watu 2200, Titanic ikatoswa baharini kuanza safari yake ikitokea Southampton, Uingereza kuelekea New York, Marekani. Lakini simulizi hii itahusu usiku wa kutisha wa April 14, usiku ambao abiria wa Titanic walijikuta wakiogelea na malaika mtoa roho kwenye kina kirefu cha bahari ya Atlantic. Zaidi ya watu 1500 walikufa ndani ya sekunde 15 za usiku huo. Halafu eti chanzo ilikuwa ni sharobaro mmoja mzee